Kwenye sehemu ambayo imepita, ambayo ni sehemu ya pili, nimekuwa nikifundisha nikisema ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana huwa haonekaniki, na nikasoma maandiko tofauti ambao wanadhihirisha kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana haonekaniki kwa sababu ni roho na sisi ni wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Sisi tunaishi hapa katika nchi ambapo kile ambacho tunaweza kukiona ni kile ambacho macho yetu yataturuhusu kukiona, lakini tukiwa katika ulimwengu wa kiroho, ina maana kwamba tunaweza tukaona vitu vilimyomo katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba yule Yohana ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo, maandiko yanasema ya kwamba anaelezea kile ambacho alikiona kuhusiana na Yesu. Anamuelezea Yesu vile alimuona akiwa anafanana. Lakini pia Isaya alifanikiwa kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Maana anasema alipokufa mfalme Uzia na alimuona Mungu ameketi katika kiti cha enzi, anaeleza vile ambavyo alikuwa anafanana akiwa amekaa kwenye madhabahu, mavazi yake vile yalikuwa anafanana, lakini alikuwa katika ulimwengu wa kiroho. Ina maana alitolewa katika mwili akapelekwa katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo Roho Mtakatifu wa Bwana huwa haonekaniki kwa sababu yeye ni roho, lakini Yesu anaweza akaonekana kwa sababu Yesu anakuanga na mwili wa malaika. Ndio maana unaona wakati ule Yesu alipofufuka, maandiko yanasema ya kwamba aliwatokea watu. Ule mwili Yesu aliwatokea nao ulikuwa ni mwili wa malaika, ulikuwa ni mwili wa ufufuo. Ndio maana alikuwa anaweza akatokea kwa mtu lakini akapotea kwa ghafla, maana alikuwa na mwili wa ufufuo, alikuwa na mwili wa malaika. Lakini pia malaika wanaweza wakaonekanika kwa sababu malaika wanaweza wakaonekana katika hii dunia, lakini pia katika hii dunia ya kiroho, katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana utaona kwamba malaika wakaja kwa Adamu wakiwa na mwili wa mwanadamu kabisa, akawapea chakula wakala, akawapea na maji wakaoga miguu, lakini malaika kabisa. Kwa hivyo malaika wanaweza akaonekanika, lakini Roho Mtakatifu hawezi akaonekanika. Sasa watu wengi wanauliza kwamba Roho Mtakatifu, maandiko yanasema ya kwamba akashuka kwa mfano wa jiwa. Ile neno kwa mfano wa ndio unafaa ulielewe kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana ama waandishi walijaribu kuelezea kwamba Roho Mtakatifu alishuka na hawakuwa na namna, ilikuwa ni lazima wamfananishe. Kusema kwamba kitu kinafanana na kitu fulani imaanishi kwamba ndio chenyewe, inamaanisha kwamba unakifananisha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa nataka nipige hatua kidogo ndio nielezee vitu zingine. Kwa hivyo namba ambayo inafuata ni kwamba Roho Mtakatifu unafaa umjue kama kiongozi, kama msaidizi na kama mwalimu, na umpe hizo nafasi kwenye maisha yako. Ndio maana wakati ule ambapo Isaya alikuwa anampea Yesu majina, anasema mtoto atazaliwa mwanaume ambaye jina lake ataitwa mfalme wa Hamani. Kwa hivyo Yesu kama yeye ndio Roho akiwa katika umbile ya Roho Mtakatifu, unafaa umpe nafasi ya kwamba yeye akuwe mfalme, akuwe kiongozi kwenye maisha yako. That is number 1. Number 2, Roho Mtakatifu unafaa umtambue kama msaidizi kwenye maisha yako na umpe nafasi ya kukusaidia. Ndio maana utaona kwamba wakati ule ambapo Stefano kwenye Biblia alikuwa anapigwa na mawe, maandiko yanasema ya kwamba anamuona Yesu amesimama kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba. Tunajua kwamba maandiko yanasema ya kwamba Yesu ameketi, lakini ile siku alisimama ili amsaidie Stefano, lakini Stefano akawa ameridhia kurudi mbinguni. Kwa hivyo kurudi kwa Stefano mbinguni alikuwa yeye mwenyewe ameridhia. Yesu alikuwa amesimama ili asimamie mambo yake, alikuwa amesimama ili amsaidie, lakini Stefano akaamua kunyamaza, akaamua tu aende mbinguni. Unafaa umjue Roho Mtakatifu kama msaidizi wakati ule uko kwenye shida, wakati ule unataka kufanya maamuzi ili akusaidie kwenye jambo lako. Umtambue kama msaidizi kwenye maisha yako. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba nisipoondoka hatakuja yule msaidizi. Maandiko yanasema ya kwamba nitawapa msaidizi ambaye yule msaidizi atawafundisha na atawaambia yote niliyowaambia.
Kwa hivyo Roho Mtakatifu kwenye maisha yako ni msaidizi ambaye anafaa kusaidia kwa jambo lolote ambalo unahitaji. Umelemewa mahali popote, mwambie msaidizi, sasa hapo nimeshindwa. Maandiko yanasema hivi, muamini Mungu kwa moyo wako wote na wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kile ambacho Yesu hahitaji ni kusitegemea akili zako, lakini haufai, yani hajakataza utumie akili zako, lakini hataki utegemee akili zako. Kwenye maisha yako mtegemee Roho Mtakatifu kwa jambo lolote lile. Hata kama uko na akili, hajakukataza kutumia akili zako. Tumia akili zako katika kufanya mambo yako, lakini ujue kwamba kuna wakati ambapo akili yako inafika mwisho. Kuna wakati unafika inakuwa hauwezi ukapiga hatua kwa sababu akili yako imefikia pale. Maandiko yanasema upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya mwanadamu. Yaani pale ambapo akili zako zimeishia, hapo ndio upumbavu wa Mungu unaanzianga. Na ndiyo maana unahitaji umtambue Roho Mtakatifu kama msaidizi kwenye maisha yako, ili akusaidie kwenye hilo jambo ambalo limekulemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa namba 3 ni kwamba Roho Mtakatifu unafaa umtambue kama mwalimu. Ndio maana maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema kwamba huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu atawafundisha na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu ni mwalimu kwenye maisha yako. Kuna vitu ambavyo haujavielewa, unahitaji kuelewa katika ufalme wa mbinguni, na ujue kwamba jambo usilolijua ni usiku wa giza. Kwa hivyo unahitaji Roho Mtakatifu akufundishe hicho ambacho haujakijua, haujakielewa, ili ukikielewa upate kupiga hatua. Maandiko yanasema hivi, mtaujua ukweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Mtu hawezi akawa huru kama kuna ukweli kwenye maisha yake aje ujua. Sasa ule ukweli, kama ukimpea Roho Mtakatifu nafasi akakufundisha, utaujua ukweli na unajipata kwamba uko huru. Shetani ako na tabia ya kujificha mahali ambapo hakuna ufahamu. Ndio maana Waswahili wanasema jambo usilolijua ni usiku wa giza. Sasa kama jambo usilolijua ni usiku wa giza, ina maana kwamba shetani akiona haujui jambo lolote, huwa anakaribia karibu na wewe, maana giza ndio halali yake, giza ndio mahali pake. Ndio maana anaitwa mfalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize kwa makini. Kama Roho Mtakatifu ukimpea nafasi ya kuwa mwalimu kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo atakufundisha, na vile vitu vitafanyika kuwa mwanga kwenye maisha yako. Maandiko yanasema ya kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga katika njia zetu. Kwa hivyo mtu hawezi akapiga hatua kama ana neno sahihi, na ile neno unaweza ukafunuliwa na Roho Mtakatifu. Kuna watu wengi wako na neno lakini hawana ufunuo ile neno. Sasa Roho Mtakatifu akija kwako kama mwalimu, anakufundisha, anakupa ufunuo kuhusiana na neno ambalo umelisoma, na lile neno linafanyika kuwa taa kwenye maisha yako, linakuongoza, unafika kwenye hatima yako. Roho Mtakatifu ukimpea nafasi ya kuwa mwalimu kwenye maisha yako, ujue kwamba njia yako itakuwa imejaa, itakuwa na mwangaza, utatembea na utajikwaa. Maadui zako wanajua ile njia utapitia, ndio maana wamechimba mashimo kule, ndio maana wanakubigirishia mawe. Ukiwa hauna Roho Mtakatifu kama mwalimu akakufundisha, akakupea neno ambayo itakuwa ni taa ya miguu yako, ujue kwamba kile kitatokea kwenye maisha yako ni kwamba utakuwa kwenye giza totoro. Mtu aliye kwenye giza ni rafiki na shetani. Mtu aliye kwenye giza amekaa kwenye kiti ambacho shetani amekaa, maana shetani ni mkuu wa giza. Mpe Roho Mtakatifu nafasi ya kuwa mwalimu, akufundishe. Akikufundisha utaujua ukweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Maandiko yanasema Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yake mwenyewe. Kumbe huyu Roho Mtakatifu ambaye ndiye Yesu Kristo, ukimtumia atafanyika kuwa njia, atakupea ukweli na atakuwa uzima kwenye maisha yako, na hakuna siku utakwama. Mungu akubariki sana. Tuende kwenye sehemu ambayo inafuata. Barikiwa sana.